maeneo matatu ya uchovu kwenye maisha ya mwanadamu. Eneo la kwanza ni uchovu wa mwili. Mwanadamu anachoka mwili. Yohana 4:6. Hata Yesu mwenyewe alichoka. Yohana 4:6. Na hapo palikuwa na kisima. Na hapa palikuwa na kisima. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake. Akaketi vivi hivi. Akaketi vivi hivi kisimani. Naye alikuwa yapata saa. Ilikuwa ni saa 6 mchana. Kwa tunaona Yesu mwenyewe alichoka kwa sababu ya safari. Huu ulikuwa ni uchovu wa kimwili. Kwa mwili unachoka wapendwa. Na ndio maana wengine na ubiri wanasinzia kwa sababu wamechoka. Kwa eneo la kwanza la uchovu mwanadamu ni uchovu wa mwili. Unaama lakini umechoka. Yesu mwenyewe pia alikuwa amechoka kwa sababu ya ile safari aliyokuwa ametembea amezunguka, alikuwa amechoka, uchovu wa mwili. 12:12. Tena zaidi ya hayo, mwanangu, kubali maonyo. Hakuna mwisho wowote wa kutunga vitabu vingi na kusoma sana. Uchoshao mwili. Anasema uchosha mwili. Kwa mwanangu kubali maonyo. Zaidi ya mwanangu kubali maonyo. Hakuna mwisho wote wa kutunga vitabu vingi na kusoma sana kunachosha. Kwa mwili unachoka. Kazi inachosha mwili. Na maandiko yanatuonyesha moja ya kazi ngumu mbili. Si unajua hizo? Yaani hizo ndo hata Biblia yenyewe inajua ni kazi ngumu. Ya kwanza huwa ni kulima. Watu wengi hapa hawapendi kulima. Unaweza kupenda kulima? Hawapendi. Kulima ni kazi ya kuchosha. Yule jamaa sasa kufukuzwa na tajiri wake, asema, baba nitafanyaje? Maana kulima siwezi. Kazi nafukuzwa. Kwa nini naogopa kulima? Kulima ni kazi ngumu. Kutoka sura ya kwanza, ona Israeli alifanyishwa kazi gani? Kulima. 2, kufyatua tofali. Kazi ya ujenzi. Ni kazi ngumu zinachosha mwili. Kwa eneo la kwanza la uchovu wa wanadamu ni eneo la uchovu wa mwili. Lakini eneo la pili la uchovu wa wanadamu ni uchovu wa nafsi. Ayubu 10:1. Uchovu wa nafsi. Ayubu 10:1. Eneo la pili la uchovu wa wanadamu ni uchovu wa nafsi. Nafsi ya mwanadamu inaweza ikachoka. Ayubu 10:1 anasema, nafsi yangu inachoka na maisha yangu. Sitajizuia na kuugua. Nitanena kwa uchungu wa roho yangu. Nafsi yangu inachoka kwa maisha yangu. Kwa nafsi ya mtu ndani yake inaweza ikachoka. Nafsi ikichoka, unazungumzia eneo la hisia. Mtu amekuwa tortured, ameanyaswa, ameonewa, anafika sema, anasema hapa ni mwisho. Nimechoka. Haujana mtu amekuwa kwenye mahusiano, amemtesa, anamwambia ni hapa nimechoka, siwezi kwenda zaidi ya hapa. Nafsi yake imechoka. Nafsi iliyochoka tunaona kwenye hisia, tunaona kwenye maamuzi, tunaona kwenye utashi. Haya ni mambo ambayo yanatuonesha nafsi iliyochoka. Anamwambia mwanaume amenichosha. Kilichochoka nafsi yake. Hisia zake zimechoka. Hawezi kufanya maamuzi tena vizuri. Hawezi kufikiria vizuri. Hawezi kufanya, nafsi yake imechoka. Kwa nafsi ya mtu inaweza ikachoka. Namba 3, roho ya mtu inaweza ikachoka. Roho ya mtu inaweza ikachoka. Yeremia 31:25. Yeremia 31:25. Yeremia 31:25. Nasema Yeremia 31:25. Ndio. Kwa maana nimeishibisha roho yenye uchovu. Nimeishibisha roho yenye uchovu. Nami nimejiridhisha kila roho yenye huzuni. Nami nimeridhisha kila roho yenye huzuni.
kwa maana nimeishibisha roho yenye uchovu. Kwa roho ya mwanadamu inaweza ikachoka. Roho yako inaweza ikachoka, roho nzito kabisa, ikaishiwa nguvu. Kwa watu wanaishiwa njiani kwa sababu mara nyingi wanachoka roho, wanachoka nafsi, wanachoka na miili, alafu wanahisi kuishia njiani, wanashindwa kumaliza. Roho iliyochoka haiwezi kaomba, roho iliyochoka haiwezi kafunga, roho iliyochoka ikamata neno ni kama magazeti. Roho iliyochoka haiwezi katoa sadaka, maana haioni maana sadaka nini. Roho imechoka, kwa utaishia njiani kwa sababu roho yako imechoka.